Habari. Natumaini sote tuko poa na tayari saa 6 imefika kama tulivyotangaza. Tutakuwa saa 6 basi tutaanza kufanya webinar yetu. Webinar yetu hii ya leo nilisema tutazungumzia namna ya kuchora trend line pamoja na support and resistance. Namna bora ya kuchora trend line pamoja na support and resistance. Hapa tunaona hii ni forex chart. Hapa tupo katika hii pair ya Nasdaq. Tunajaribu kwanza kutafuta hivi vitu vyote ili tuanze kuchora upya kuanzia mwanzo kabisa. Nilisema hatua ya kwanza katika uchoraji wa trend line. Nilisema hatua ya kwanza katika uchoraji wa trend line, cha kwanza lazima tujue trend ikoje. Trend ni ipi? Je, ni up trend au ni down trend? Hatua ya kwanza katika uchoraji wa trend line lazima tujue trend ni ipi. Je, ni up trend au ni down trend? Ikiwa ni up trend, basi trend line tunachora kwa chini. Kwa mfano hii trend inayoonekana hapa ni up trend. Inaonekanika kabisa kwa macho. Ni up trend. Sababu inaonekana kabisa imetoka chini hapa imeelekea juu. Kwa hivyo basi, ili tuchore trend line yetu, lazima tujue trend ni ipi. Baada ya kugundua trend ni ipi, ndipo tutaweza kuchora trend line yetu kwa ufasaha. Sasa basi, katika uptrend, basi trend line tunaichora kwa chini. Yaani trend line inachorwa kwa chini katika uptrend. Chini ni huku kama hivi inavyoonekana. Lakini katika downtrend, basi trend line inachorwa kwa juu. Kwa mfano, tazama kipande hiki hapa. Kutoka hapa mpaka hapa chini. Tunaweza kusema hii ilikuwa ni downtrend. Wakati hichi kipande cha data cha huko mbele kikitokea, yani kutoka point hapa ninapokushia duara mpaka hapa chini, tunasema ilikuwa katika downtrend. Kwa hivyo katika downtrend tutakapotaka kuchora trend line, basi trend line yetu itachorwa kwa juu, yani upande huu wa juu hapa ndipo tutachora trend line yetu. Sasa basi, kama nilivyosema katika maelezo kwamba katika uptrend trend line inachorwa kwa chini. Sasa basi, tuchukue trend line tuichore kwa chini. Tunachukua trend line yetu hii hapa, tunaileta tunaichora chini. Na nilisema cha kuzingatia katika uchoraji wa trend line, hakikisha trend line yako umeconnect wiki na candlestick kuanzia wiki 2 na kuendelea. Wiki moja. Unachotakiwa kuzingatia kwamba sana kuanza kutoka kwenye siku yako cha kufanya wewe katika simple way, njia rahisi, utaconnect kama hapa. Kwa sababu umeshaona wiki ya kwanza ambayo ni hii hapa. Hii ndio wiki ya kwanza ambayo alafu wiki ya pili inaonekana ni hapa. Sasa sisi tutaconnect hizi wiki mbili ambazo tumeziona kwa haraka. Connect wiki mbili ambazo tumeziona kwa haraka. Ambazo tunaziona kwa haraka. Tuna connect
Tuna connect wicks mbili ambazo tunaziona kwa haraka. Samahani kidogo, najaribu kumute kama maana naona kuna sauti zimeingiliana. Najaribu kumute kidogo ili sauti siweze kuingiliana. Sasa tunarudi kwenye chat. Tuna connect wicks mbili na kuendelea na isiwe wiki moja. Hii ndio trendline yetu, sisi tunajaribu kuikava ikae sawa sawa. To connect wiki mbili na isiwe week moja. Tuna connect wiki mbili na kuendelea na isiwe wiki moja. Yes. Kama nilivyosema katika uchoraji wa trend line kwamba katika trend basi trend line tunaichora kwa chini. Na katika down trend basi trend line tunaichora kwa juu. Sasa sisi tunachora trend line yetu tumeconnect katika wiki ya kwanza hii hapa ya chini. Pia tumeconnect wiki ya kwanza hii hapa, wiki ya pili hii hapa, na pia ikaja ikakaa yenyewe katika wiki ya tatu hii hapa. Na ukiona tukitazama trend line pia tunakutana tena kuna wiki nyingine ya nne imekaa. Hizo achana nazo. Kwa sababu tutakuwa focus nazo ni mbili tu, moja, mbili. Hizo zingine zikikaa itakuwa vizuri zaidi. Kwa hivyo, baada ya kuchora hii trend line, unachotakiwa kujua ni kwamba hii trend line ina act kama support na resistance. Yaani zile horizontal line ambazo nilizifundisha. Trend line hii ina act kama support and resistance vile vile. Isipokuwa hii imeitwa trend line ni kutokana na sehemu au mazingira inapokaa. Kwa mfano, hatuwezi kuiweka horizontal line ikafiti katika hili eneo la trend, haitowezekana. Kwa hiyo ili tool iweze kufiti eneo hili, basi tutachukua tool ya trend line itakayoweza kufiti katika hili eneo. Sasa tunachokiangalia ni kwamba ikitokea price imebreak upande wa chini ikaretest trend line, basi hiyo itakuwa ni clear signal ya sell. Lakini sitaki tuingie zaidi huko. Kwa sasa nawafundisha namna ya kuchora trend line kwa ufasaha. Hivyo vitu vingine tutaenda kuviangalia baadaye. Kwa hivyo hapa ndipo tumechora trend line yetu. Very simple. Kama nilivyosema kwenye notes, tuna connect wicks mbili na kuendelea. Tumeconnect ya kwanza hii hapa na wiki ya pili hii hapa. Ndizo ambazo tumezizingatia hizi. Sasa basi tuangalie katika upande mwingine wa kuchora horizontal line au support and resistance. Katika upande wa kuchora horizontal line au support and resistance. Hii trend line naifuta sasa. Ili nisiwapunguke tuanze kuchora horizontal line au ambayo inajulikana kama support and resistance. Nilisema hatua ya kwanza kabisa katika uchoraji wa horizontal line au support and resistance tunatakiwa tubadili chart kutoka kwenye line chart kuja kuwa kwenye candlestick chart. Hatua ya kwanza ni kubadili chart kutoka kwenye line chart kuja kuwa kwenye candlestick chart kuja kwenye line chart. Hatua ya kwanza ya uchoraji support and resistance tunaibadili chart yetu kutoka kwenye line chart, kutoka kwenye candlestick chart kuja kwenye line chart. Sasa basi tunabadili. Hii ni candlestick chart imeonekana hapa. Tunabadili, tunakuja hapa tuna click, tunakuja katika section hii ya line, tuna click. Baada ya hapo chart yetu itakuwa imebadilika kutoka kwenye candlestick na kuwa kwenye line, ambapo hapa
tutaweza kuchora vizuri kabisa support and resistance zones kwa ufasaha kabisa. Kama nilivyosema awali kwamba tunachokiangalia katika uchoraji wa support and resistance, tunatazama mikunjo ya line chart, sehemu ambazo kuna mikunjo kuanzia miwili na kuendelea. Mikunjo nadhani tunaiona hii line chart imefanya mikunjo. Kwa hivyo basi sisi tunatazama sehemu ambazo kuna mikunjo kuanzia miwili na kuendelea, na usiwe mkunjo mmoja. Sasa tunachukua hapa horizontal line, sawa? Tunaanza kuweka katika mikunjo kuanzia mikunjo miwili na kuendelea. Kumbuka kwamba usiumize macho kwanza kuitafuta hii mikunjo kabla, hutaweza kuiona. Unachotakiwa kufanya katika njia rahisi, utajaribu kwanza. Kwa mfano mkunjo huu hapa huu, unajaribu tu kwamba hebu kwanza ngoja niangalie katika huu mkunjo. Je, kuna mkunjo mwingine wote ambao umematch na huu? Tunaweka katika huu mkunjo wa kwanza. Kwa mfano tukiweka katika mkunjo huu hapa tutakuta yes umematch na mikunjo mingine ambapo ni huu hapa, na pia kwa hapa katikati kuna mikunjo pia ambayo inaonekana imematch. Kwa hiyo hii tunapata kujua kwamba hii ni zone. Tutaiweka hapa line yetu. Kisha tutaendelea kutafuta zone nyingine. Kanuni yetu ni ile ile. Tunachokitazamia ni mikunjo kuanzia miwili na kuendelea, na usiwe mkunjo mmoja. Tunajaribu kuweka hapa. Tunajaribu kuweka katika mikunjo hii hapa. Tukiweka hapa tunakuta yes horizontal line yetu imefit katika mikunjo hii. Mkunjo wa kwanza huu hapa na mkunjo wa pili huu hapa na mkunjo wa tatu huu hapa. Kwa hiyo horizontal line imefit. Tunaweka tena mikunjo mingine, horizontal line katika mikunjo mingine. Kwa mfano tukijaribu mkunjo huu hapa, tunatazama line yetu. Je, kuna sehemu yoyote ambayo imematch na mkunjo mwingine? Tukitazama huku tunaona no, basi hii jua hii hapana, tunaachana nayo. Tunakuja hapa katikati, tunakuja eneo hili. Je, tukiweka horizontal line yetu itakuwa imematch na mkunjo wowote? Tukiangalia hapa tunaona yes tuna mkunjo, na pia hapa tunaona yes una mkunjo. Kwa hiyo hiyo horizontal line yetu iko sawa. Kwa hiyo basi ukishachora hizi zones zako namna hii, baada ya hapo tutairudisha chart yetu kutoka kwenye line chart kuja kuwa kwenye candlestick chart. Candlestick hii hapa. Sasa tukisharudisha chart katika eneo kama hili la candlestick, tukijaribu kutazama tukitazama kwa haraka katika mazingira tuliyochora, tunaona namna gani price ilikuwa ikirespect maeneo ya haya, maeneo ya horizontal line, yani ya support au resistance. Kwa mfano price hapa ilitoka chini ikaja ikavunja ile eneo. Baada ya kuvunja ile eneo ikaja ikaretest katika ile eneo, kisha ikaendelea tena kwenda juu, ikavunja tena hapa, ikaretest tena, kisha ikaenda juu, ikaja kufanya reject hapa, ikagoma kuvunja, ikashuka chini, ikataka tena kama kupanda juu, lakini ikashuka chini, ikavunja eneo hili. Na pia tumeona namna gani price imeretest pia katika ile eneo. Kwa lugha rahisi nikisema ni kwamba inaonesha price katika haya maeneo ya zone, price ilikuwa ikirespect. Kama ikigoma kuvunja ile eneo, basi itakata kona, itageuza kurudi nyuma ilipotoka. Au kama ikivunja ile eneo, basi price inarudi pale pale kuretest, kisha inaendelea tena na safari. Yaani kinamna nyepesi, price ilikuwa inapata ugumu kuvuka au kuvunja maeneo ya haya ya support na resistance. Kwa hiyo haya ndio maeneo ya support and resistance, na hivi ndivyo jinsi support and resistance inavyochorwa. Kwa leo tunaangalia tu namna ya uchoraji, lakini katika masomo yafuatayo yajayo tutaangalia ni namna gani ya kuingia kwenye trade.
kama mnakumbuka nielezea mwanzo kwamba analysis haikutaki wewe uingie kwenye trade, bali analysis sawa inakupa direction ya market kwa ujumla. Ikishakupa direction ya market kwa ujumla, basi kuna vitu mtakao vicombine ili uweze kupata entry ya kuingia kwenye trade. Sasa hii ndio analysis kwa ujumla tunachora kama hivi. Sawa? Na tumeona kwa mfano ilikuwa ikitoka chini kwenda juu kwenye uptrend, imekuja hapa imereject, ikaja hapa ikaretest, ikavunja hapa, ikarudi tena kuretest, ikaja tena ikareject kwenye zone hii ya juu, ikaja ikaretest tena hapa, baadaye tena ikaja ikavunja. Na sasa hivi tunaona price iko juu. Tunafahamu kwamba price iko kwenye uptrend. Tunafahamu kwamba price iko kwenye uptrend. Na tulisema price iko kwenye uptrend, tunaweka trend line yetu kwa upande wa chini. Trend line yetu inakaa upande wa chini. Na hii trend line yetu tunayoiweka, tunahakikisha kwamba tumegusisha picks kuanzia 2 za candlestick na kuendelea, na isiwe pick moja. Kuanzia picks 2 na kuendelea. Sasa tunaweka hapa kwa mfano kwenye pick ya kwanza hii hapa hii. Na pick ya pili tunaitazama ni hapa. Sasa tunaiconnect vizuri trend line yetu ili ifit eneo hilo. Connect trend line yetu vizuri ili iweze kufit. Yes, sasa hapa imekaa kwenye sehemu ya kwanza, alafu hapa sehemu ya pili, na hapa tena imefit katika sehemu ya tatu. Imekaa katika maeneo matatu. Ya kwanza hii hapa, ya pili hii hapa, ya tatu hii hapa. Hii katika hii sehemu ya tatu ilipokaa inaonyesha kabisa imegusa trend line, na wakati huo tena imegusa horizontal line. Imegusa trend line wakati huo, wakati huo pia imegusa horizontal line ambayo leo ni support au resistance. Na nilisema hii trend line ina act kama support au resistance, isipokuwa hiyo trend line itakaa katika mazingira ya trending market, yani market ambayo imekaa katika mtindo wa kuelekea juu au kuelekea chini. Udi amedownload, ngoja akirudi. Kwa hivyo ndivyo jinsi trend line inavyochorwa. Lakini pia mwanzoni pia tulisoma aina za chart patterns. Aina za chart patterns. Nilisema chart pattern kuna aina mbili za pattern. Kuna candlestick patterns na chart patterns. Hapo katika masomo ya mwanzo kabisa kule katika channel. Katika chart pattern ni maumbo yanayotengenezwa na chart, ambayo haya pia yanakuwa yanaongea lugha ya kufahamisha wewe trader kitu gani kitaenda kutokea. Yaani yatakusaidia katika kupredict movement ya price kwa wakati ujao. Kwa mfano, hapa pia tuna pattern ambayo tunaiona. Na hii pattern ambayo inaonekana hapa ni miongoni mwa reversal chart pattern. Kwa sababu kuna aina mbili za chart pattern. Reversal chart patterns na continuation chart patterns. Kuna aina mbili za patterns. Reversal chart patterns na continuation chart patterns. Reversal chart patterns and continuation chart patterns. Sasa basi, nadhani utakuwa unajiuliza, kwa nini nimechora tena trend line kwa huku juu? Kwa nini nimechora trend line nyingine kwa huku juu? Hii trend line ambayo nimechora nyingine kwa huku juu, hii nimeichora kutokana na hii pattern iliyokuwa hapa. Nimechora hii trend line kutokana na pattern iliyoform sehemu hii. Hii pattern inaitwa ending diagonal. Ending diagonal ambapo tuliona kule katika masomo ya mwanzo kabisa, na hii ni miongoni mwa kundi la reversal chart patterns. Reversal chart pattern. Sasa basi, ikitokea price ikavunja kwa upande wa chini, ikaretest hii ending diagonal, basi price hapo itakuwa tayari kwa ajili ya kusell, kushuka chini. Kama tunavyoona hapa, price tayari imesha break out. Na sasa hivi imefanya retest ya mara ya kwanza na hapa imefanya retest ya mara ya pili.
katika hii test ya mara ya pili hapa, hebu tukitazama vizuri hizi candlestick tunaona imeform bearish engulfing, ambao ni miongoni mwa reversal candlestick pattern. Miongoni mwa kundi la reversal candlestick pattern. Hii ni bearish engulfing. Kwa hivyo basi hapa price inatuambia kwamba iko tayari kushuka chini. Wauzaji au bears wako tayari kuingia sokoni kwa ajili ya kuishusha price chini mpaka kwenye support. Kwa hivyo hii ndio chart pattern ambayo inaonekana na ambayo tuliipa jina la ending diagonal. Kwa hivyo kiujumla hivi ndivyo horizontal lines zinavyochorwa. Kama ambavyo nilivyoanza mwanzo, nimeweka chart yangu katika line chart, kisha nikaanza kuchora kwa connect kwenye mikunjo ya line kuanzia mikunjo miwili na kuendelea. Na vile vile nimechora trend lines zangu. Katika trend line tuna connect trend line katika weeks za candlestick, week 2 na kuendelea. Kwa kuwa tumeconnect ya kwanza hii hapa na pia tumeconnect ya pili hii hapa. Baada ya kuconnect hizi mbili ambazo tumezingatia na tumeona huku juu imejiconnect yenyewe katika ya tatu hii hapa, na ya 4 pia hii hapa imeconnect katika ya 4 hii hapa. Kwa hivyo kiufupi hivi ndio trend line inavyochorwa na horizontal lines zinavyochorwa. Kwa leo naomba niishie hapa, ila katika webinar ijayo tutaangalia namna ya kuchora supply and demand na vile vile namna ya kuchora Fibonacci retracement ambayo tumeiangalia jana. Baada ya hapo tutakuwa tukiendelea tu kufanya practicing kwa pamoja mpaka pale wote tuweze angalau kufanya hivi vitu bila ya msaada, yani tuweze kufanya hivi vitu kwa wenyewe. Kwa leo naomba niishie hapa na natoa shukrani za dhati kwa kunifuatilia. Kwa pamoja tuendelee kujifunza. Asanteni. Lakini pia ningependa kutoa kipengele cha maswali. Kama kuna mwenye swali, vile vile ningependa kutoa kipengele cha maswali ili kwa pamoja, ili niweze kujibu maswali kwa pamoja na kuhakikisha kila mtu ameondoka akiwa ameelewa. Naona kidogo time yetu haitoshi. Kidogo hii time ya leo haitoshi. Hivyo naomba radhi kwa leo tusiweze kuwa na maswali. Ila katika webinar ambayo nitaifanya siku ijayo nitaweka kipengele cha maswali na watu tutauliza maswali na maswali yatajibiwa moja kwa moja. Asanteni na niwatakie siku njema.